nigare kijito cha maji ya uzima. Ujumbe wetu Yohana 16 mstari wa 13 hadi 17 ndio ujumbe wetu wa wiki hii. Kwa msaada wa Bwana ninasoma. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Na yote aliyo nayo Baba ni yangu. Kwa hiyo nalisema ya kwamba atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari. Bado kitambo kidogo ninyi hamnioni, na tena bado kitambo kidogo nanyi mtaniona. Basi baadhi ya wanafunzi wake wakasemezana, neno gani hilo asemalo, bado kitambo kidogo nanyi hamnioni, na tena bado kitambo kidogo nanyi mtaniona? Na hilo kwa sababu naenda zangu kwa Baba. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya pili ya semina yetu. Kichwa kinachotuongoza, nafasi ya Roho Mtakatifu katika maisha ya muamini. Nafasi ya Roho Mtakatifu katika maisha ya muamini. Jana tulitafakari kumfahamu Roho Mtakatifu ni nani. Roho Mtakatifu ni nani? Na tuliona Roho Mtakatifu kwa uhakika ni nani. Roho Mtakatifu ni Mungu. Ni Mungu. Na tukaona huyo Mungu unaweza ukamdanganya, ukamwambia uongo. Na alizungumza wakati Anania anamdanganya Mungu. Na Petro akamwambia, kwa nini unamwambia uongo Roho Mtakatifu? Tena tukaona Roho Mtakatifu alihusika katika uumbaji. Kwa hiyo walikaa kwenye kikao, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu walikuwepo na wakashauriana katika uumbaji. Lakini jambo la tatu, Roho Mtakatifu ni nafsi hai ya Mungu katika Utatu Mtakatifu. Yeye siye nguvu, ila Roho Mtakatifu anatupa nguvu. Naomba ushike hilo. Yeye siye nguvu, ila Roho Mtakatifu anatupa nguvu. Tunapata nguvu, tunapata ujasiri, tunapata uweza, Roho Mtakatifu akiwa ndani yetu. Leo tunaingia kwenye kichwa ushirika wa Roho Mtakatifu. Na ninaomba siku hizi 2-3 tutaingia kwa ndani sana kwenye mafundisho. Zitakazoendelea tutabandika bandua maombi na neno. Tunatamani sana tuone Roho Mtakatifu kwa uhalisi wake. Alafu natamani Roho Mtakatifu awe ndani yako kwa namna nyingine mpya. Haleluya. Leo tunazungumza ushirika wa Roho Mtakatifu. Ushirika wa Roho Mtakatifu. Katika sala tunazotumiwa au zinazotumika na waumini wengi ulimwenguni, ni sala maarufu ya neema
ambao Wakorinto wa pili 13:14 anasema neema ya Bwana Yesu Kristo na pendo la Mungu na ushirika, shika hilo neno, na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Ninaomba leo niende taratibu, tunakwenda kwenye somo gumu kidogo. Swali kubwa au swali kuu linakuja, ni nini maana ya ushirika? Nini maana ya ushirika wa Roho Mtakatifu? Tunatamka tu neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika. Tunatamka, lakini hatujui ushirika. Na kama unajua ushirika, hatumaanishi ushirika. Naomba Roho Mtakatifu atusaidie tujue maana ya neno ushirika na tumaanishe ushirika wa Roho Mtakatifu. Ushirika wa Roho Mtakatifu. Fahamu kwamba uweze kujenga ushirika, ushirika, lazima utambue kwanza neema. Ili kujenga ushirika ni lazima ujue neema. Maana naanza neema ya Bwana Yesu Kristo. Neema ya Bwana Yesu Kristo na pendo. Sasa pendo, kuna sehemu tutakao kwenda kuzungumza kule mbele habari ya pendo, lakini ushirika. Sasa kabla hujazungumza ushirika, ni lazima tujue neema. Neema, na kwamba niko nilivyo kwa sababu ya neema. Hali ulionayo ni kwa sababu ya neema. Kwa tunazungumza neema ya Bwana Yesu Kristo. Ili tuweze kwenda kwenye ushirika vizuri, lazima tuguse neema. Zaburi ya 45 mstari wa 2 anasema, wewe u mzuri sana kuliko wanadamu, neema imemiminiwa midomoni mwako. Kwa hiyo Mungu amekubariki hata milele. Neema imemiminwa, yani kumimina ni kama kumiminia kitu. Unamimina maji, ni kitu kinachomiminwa. Sasa nasema neema imemiminiwa. Kama unavyomimina maji kwenye ndoo, neema inamiminwa. Kwa hiyo Mungu anaishusha au anaimimina neema kwa mtu. Kwa hiyo hali ulionayo au utakaokuwa nayo ni neema iliyomiminwa. Niende hivi, vipawa na karama utakavyoviona ni neema iliyomiminwa. Ngoja niende hivi, ninaposimama hapa sina stahili yoyote ya mimi kusimama hapa. Na hata siku moja ninapojipima kwamba mimi ni nani nisimame mbele ya watu hawa, na hata nitamke neno hili ambalo nikijipima mimi sina wema wowote, lakini ninachokiona ni neema iliyomiminwa. Neema hiyo iliyomiminwa, anasema hivi kwenye Biblia, wewe u mzuri sana. Haleluya. Sasa si kwamba umekuwa mzuri sana kwa sababu ya kitu chochote ulichokifanya ukaitwa mzuri. Umeitwa mzuri sana kwa neema, na uzuri huo umeletwa na hiyo neema iliyomiminwa. Ndio sababu akasema wewe u mzuri sana kuliko wanadamu. Mzuri sana kuliko wanadamu. Sasa usianze kupita useme mimi ni mzuri kuliko wanadamu, aidha kwa sababu
ya huduma ninayoifanya, au kwa sababu mimi ni mwalimu, mimi ni mzuri kuliko wanadamu. Wako wengine wazuri kuliko wewe, lakini kwa nini kimenifanya kuwa mzuri? Neema imemiminwa. Ngoja nikwambie hivi, si ajabu wakati unaposimama unaimba kuna nguvu inayoshuka. Si kwamba yani ukiondolewa, jana nilizungumza habari ya roho kuwa juu. Si ajabu hiyo roho iliyoko juu yako itakapoondolewa katika hali hiyo ulionayo, wewe ni kituko. Ni kituko. Lakini kwa sababu hiyo neema iko juu yako, kitu kilichofanywa kawa mzuri kuliko wanadamu wengine kwa wakati huo ni neema iliyomiminwa. Ni neema iliyomiminwa midomoni mwako. Midomoni mwako, yani hapa niliko ninachozungumza, au sauti inayotoka, au neema hii iliyoshuka ndani yangu, ninasimama mbele na kunena na umati huu, ni neema iliyomiminwa kwenye hii midomo. Ukiuondoa mdomo huu ukawa kwa kawaida ya mwanadamu, sina lolote nitakalolizungumza. Lakini kwa nini kinatumika ninazungumza? Ni neema iliyomiminwa. Na neema hiyo iliyomiminwa, Biblia ikasema iliyomiminwa midomoni mwangu, kwa hiyo Mungu amekubarikia hata milele. Sema amina. Kwa hiyo unapoona na kutambua aliyemimina hiyo zawadi kwako, kwangu, nini kitakachokuja ndani yako? Utakuwa na ushirika ulio na nguvu, na zaidi utajivika unyenyekevu. Haleluya. Haleluya. Sikiliza hapo. Kama neema hiyo imemiminwa, na neema hiyo imemiminwa ikanifanya kuwa mzuri kwa wakati huo, kitu kitakachotokea ni mimi niliyemiminiwa niwe na ushirika ulio na nguvu. Maana yake hata kama sikuwa na ushirika ulio na nguvu wa Roho Mtakatifu, neema hiyo iliyomiminwa inanileta na kuniweka niwe na ushirika wenye nguvu na Roho Mtakatifu. Lakini neema hiyo ikileta hiyo nguvu, nisijiweke mimi au usijiweke wewe kwamba una nguvu yoyote uliojiweka au kaisaidia. Ni kuvikwa unyenyekevu wa kushuka, Mungu akapate kuinuliwa. Sema amina. Mithali 3:34 akasema, Mithali 3:34 akasema, hakika yake huwadharau wenye dharau, bali huwapa wanyenyekevu neema. Huwadharau wenye dharau, bali huwapa wanyenyekevu neema. Sikiliza, ili neema hiyo ishuke kwako, nyenyekea. Usiwe na kiburi kwa sababu ya fulani unayemwona kuna kitu anachofanya, ili na wewe upate hicho ambacho kiko kwa mwenzako unachokiona, alafu kaona amekuwa kwenye nafasi ya pekee tofauti na unavyofikiri. Kitu kitakachokusaidia na wewe neema hiyo ishuke, nyenyekea. Haleluya. Haleluya. Tuchukue tu maana ya kawaida ya au mfano hai. Kitu kikubwa kinachovunja ushirika na mwenzako ni kiburi cha kujiona wewe ni wewe. Yaani kitu kinachovunja ushirika wako na Mungu, kiburi. Yaani kiburi kinapopanda tu, Roho Mtakatifu anakuacha mbali. Nisikilize mpendwa, hata kama utaona mtu anachemka lakini hana unyenyekevu ndani yake, hachemki kwa ushirika wa Roho Mtakatifu, anachemka kwa kujionyesha ili ajitukuze yeye, na Mungu atamshusha. Na ndio sababu wako watu wengi wanaweza wakajitukuza wao wasijue hiyo neema, na mwisho wake unakuwa mgumu kuliko. Matendo ya Mitume 15 mstari wa 10. Matendo ya Mitume 15 mstari wa 10 anasema,
Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nazidi sana kufanya kazi kupita wao wote. Wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Paulo huyo anasema maneno magumu, lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Wapendwa, sikiliza. Hata kama kuna mafanikio na kuwa nayo, si wewe. Ni neema ya Mungu imekufanya ukawa kama ulivyo. Paulo anashuhudia jambo gumu sana. Anasema na neema hii iliyo kwangu ilikuwa si bure. Tena akasema bali nazidi sana kufanya kazi kupita wao wote. Nazidi sana. Ile neema inakupa unazidi sana kufanya kazi. Lakini pamoja na kwamba anaona anafanya kazi kupita wengine, hajajitukuza kwamba anafanya kazi akajivuna kwamba ni kupita wengine. Lakini akasema ni kwa sababu ya neema, ni kwa sababu ya neema ya Mungu pamoja nami. Ushirika wa Roho Mtakatifu unafanywa kwa njia ya sala na maombi. Haleluya. Ushirika, yaani maombi yanaleta ushirika. Maisha yetu ya imani katika Kristo yanakuwa imara ikiwa uhusiano wetu na Mungu upo imara. Uhusiano wangu na Mungu, wako watu uhusiano wao na Mungu, uhusiano wetu na Mungu hauko vizuri. Sasa uhusiano wetu na Mungu, wakati atakapokuwa na uhusiano huo tena kwa njia ya maombi, utakuwa imara. Na ili uhusiano huo uwe imara, ni lazima ujenge katika msingi mzuri wa mazungumzo na mawasiliano na Mungu. Wapendwa, haleluya. Lazima ujenge. Kama haupo kwenye msingi wa mawasiliano na Mungu, utabaki mwenyewe na msingi huo utabomolewa. Mawasiliano kati ya Mungu na wewe yanaitwa sala na maombi. Sala na maombi. Roho Mtakatifu anaimarisha mahusiano yetu na Mungu na watu kwa njia hiyo ya maombi. Na ndio sababu maombi ni muhimu sana, mtu wa Mungu. Kama hujawahi kuomba, omba. Tafuta huo ushirika, Roho Mtakatifu aweze kuimarisha. Mkristo asiyesali, asiye na maombi, asiye dumu kwenye maombi. Sikiliza, ninazungumza Mkristo asiyeomba. Sizungumzi Mkristo anayeombewa. Pamoja na kwamba kuombewa tunapaswa tuombeane, lakini Mkristo anayeomba, anayedumu kwenye maombi siku zote, ni mtu wa kuomba, ana nguvu na uimara tofauti na mtu anayesubiri kuombewa tu. Fimbo ya mbali haiui nyoka. Maombi ya kuombewa ni fimbo ya mbali, lakini maombi ya kuomba ni fimbo iliyoko karibu, na itaua nyoka, itaangusha ngome, itaharibu falme, itakuimarisha. Sikiliza, chakula cha kusaidiwa hakitakujenga, lakini chakula cha kwako kitakujenga. Siende kwenye chakula tumbo lako lianze kufikiri kwamba unakula. Maombi ni chakula cha kuimarisha ushirikiano wako na Mungu. Nisikilize, mwanamke aliye na mtoto mdogo, yule mtoto mdogo anayenyonya, alafu wakati huo akatokea mdudu mmoja anaitwa siafu, akang'ata mama, akang'ata na mtoto. Mama hawezi kuanza kutoa ya mtoto, atatoa ya kwake kwanza, ya mtoto baadaye.
Ninakuambia nini? Wakati unapopeleka maombi kwa mtumishi akuombee, na mtumishi naye ana la kwake linalomsibu, hataanza kuomba la kwako, ataanza kuombea la kwake. Anapoombea la kwake, la kwako unaendelea kukusumbua. Lakini unapokwenda mwenyewe ukaomba, nataka nikuambie, unapata nguvu isiyo ya kawaida. Sema amina. Sema amina. Ukiangalia vichwa vya watu vina vidole vya kila mtumishi. Uimara wako wa kukua kiroho ni pale utakapodumu kwenye kuomba. Wapendwa, haleluya. Ushirika wako. Wachaga wakasema, ukienda mahali panakokatwa nyama, kama wewe haupo, umetuma mtu utakatiwa nyama moja, lakini ukienda mwenyewe unakatiwa mbili. Sema amina. Sikiliza, halo, hicho ni kichaga kinachozungumzwa, lakini hata hivyo unapokwenda kwa Mungu mwenyewe unapata zaidi kuliko kusaidiwa. Haleluya, haleluya. Ushirika. Somo la ushirika na wa Roho Mtakatifu ni la muhimu sana kwa majira yetu, na hii ni kwa sababu kumetokea wimbi la watumishi wahubiri wajiitao mitume. Nisikilize, kamata kuku, acha kukamata manyoya. Watumishi wapo na wako wazuri na wako ambao Mungu ametuma, hata sisi tumetumwa na Mungu. Lakini sikiliza, usije ukafikiri mimi ndio naye kuimarisha. Kitu kitakachokuimarisha ni kuomba kwako mwenyewe. Lakini nini kimepoteza watu wengi? Kwa sababu wako watumishi wanaojiweka kwamba wao tu ndio wanaoweza kuomba, wao tu ndio wanaweza kukusaidia. Simama kwa miguu yako, sema unalotaka kwa Mungu wako, Mungu anakusaidia. Na kwa maombi yako utaona nguvu za Mungu. Kwa nini ushirika wa Roho Mtakatifu ni muhimu? Ili watu hao wanaofikiri wao ndio tu Mungu anawatumia, hata wewe anaweza akakutumia. Sema amina. Sema amina. Sikiliza niseme kidogo. Maombi ya chaos Yesu aliyamaliza msalabani. Haleluya, haleluya. Maombi ya chaos Yesu aliyamaliza msalabani. Maana Biblia inaniambia wakati wa kifo cha Yesu msalabani, pazia la hekalu lilipasuka vipande viwili, toka juu hata chini. Mungu akaleta kitu kinachoitwa ukuhani wa watu wote. Kwa hiyo hata wewe ni kuhani, peleka maombi yako na mawasiliano yako kwa Mungu. Hakuna tena maombi ya chaos, na kila mtu anapaswa aende kwenye madhabahu ya Mungu ili ukaimarishwe kwenye ushirika wa Roho Mtakatifu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Paka leo watu wanataka wapitie kwa fulani. Mwambie mwenzako utachelewa sana. Kusaidiwa na mhubiri badala ya wewe mwenyewe kuzungumza na Mungu aliye baba yako kwa njia ya sala. Wanaojenga tabia ya kuzungumza na wahubiri zaidi badala ya Mungu, uhusiano wao na Mungu unafifia. Uhusiano wao na Mungu unafifia. Sikiliza, hata kama unakwenda kwenye ofisi ya mkubwa fulani, usitume mtu akusaidie kwenda. Unajua mkubwa huyo na uhusiano na yeye, nenda peke yako. Na ndio sababu hata Yesu akasema ukienda kwa jina lake, kwa jina lake. Sasa usipewe jina alafu endo kajue chukue jina la mwingine. Maana yake nimeambiwa niende kwa jina la profesa aliyoko kwenye ofisi fulani, alafu namtuma mchungaji fulani na mwambia nisaidie kwenda, mwambie umetumwa na Swai. Ninakwenda mwenyewe alafu nasema nimefika hapa nataka kumuona fulani, alafu ninapishwa haraka haraka naingia. Na wewe nenda kwa Yesu, utafunguliwa mlango, utaingia. Halo, na ndio utaimarisha ushirika wako na Mungu aliye hai. Sema amina. Sema amina. Yeremia 17:5 akasemaje? Ngoja nisome neno gumu kidogo. Bwana asema hivi, amelaaniwa, nisikilize, amelaaniwa mtu amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Hivi mna habari kwamba Mungu alishaachwa?
Wangapi wana habari Yesu alishaachwa? Mungu alishaachwa. Ameachwaje? Ni wangapi leo wana imani kwa Mungu? Watu wengi wana imani kwenye chumvi. Watu wengi wana imani mpaka kwenye maji. Watu wengi wana imani kwenye mafuta. Biblia kaniambia yako mafuta ambayo ni makubwa na mazuri zaidi, Roho Mtakatifu, mafuta ambayo kwanza hayaharibiki, kwanza hayachachi. Mafuta yote tunayotumia ya kupika chakula, ya kujipaka, huwa yanachakaa. Na kuna mafuta feki. Mafuta Roho Mtakatifu sio feki, ni original na ni Mungu aliye hai. Tumia mafuta hayo ambayo ni Roho Mtakatifu. Wapendwa, haleluya. Amelaaniwa. Sasa sikiliza, unakwendaje kuhudumisha uhusiano mtu uliyelaaniwa? Kwa sababu Mungu si tegemeo lako. Tegemeo lako ni wanadamu. Tegemeo lako ni manabii. Sawa, sija kuambia, na ndio sababu kwenye simu yako manabii wamejaa, lakini jina la Yesu halipo. Ukiwa na shida yote imetokea, haraka sana natafuta nabii wa kumuita. Alafu anasema yeye yuko hapo hapo uliko. Utaji kumuita. Tena anasema niite nitakuitikia. Tutakwenda huko mbele. Sema amina. Ushirika. Mkristo yoyote anayependa kuimarisha uhusiano wake na Mungu na kukua kiimani, ni lazima ajitenge na watu wanaopenda waandamiwe wao, kama ilivyo katika kanisa la kwanza. Wako watu wanaopenda waandamiwe wao. Matendo ya Mitume 20 mstari wa 30 anasema, tena katika ninyi wenyewe watainuka watu wakisema mapotofu, wawavute hao wanafunzi wawaandamie wao. Wawaandamie wao. Sasa usituandamie. Sisi na mchungaji Yuda hatulijaletwa hapa mtuandamie. Muandamieni Yesu. Sema amina. Hata kama zitakushuka ishara na miujiza, sikiliza, msitokorofishe na Mungu. Muandamie Yesu aliyeshusha hizo ishara na miujiza. Sisi ni sauti tu ya mtu aliaye nyikani. Itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Yesu atapita na atakusaidia. Haleluya, haleluya. Hatuwavuti watu wangare, mtuandamie. Muandamieni Yesu. Na muandama Bwana kwa lilo nena, njia yangu uning'azia. Idhia atanidumisha, taminini tipia. Amini uti, njia pekeni ya furaha kwa Yesu. Amini ukati. Haleluya. Hata leo wameinuka watu wengi wanaonena mapotovu, wanaowavuta watu na wanafunzi wawaandamie. Muandamieni Yesu leo. Ukiona mtu ambaye mafundisho yake yanalenga kukufanya umtegemee yeye kila unapokuwa na changamoto za maisha, huyo hafai. Muandamie Yesu peke yake. Ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Maana yake ni kuwa katika mahusiano ya muamini na Roho Mtakatifu. Kinachofanya kazi kati yao ni ushirika. Sasa naomba hapo naenda taratibu. Naomba Roho Mtakatifu nisaidie niende taratibu. Mwambie mwenzako hapo tunaenda taratibu. Ushirika. Ushirika. Neno ushirika linatokana na neno ushirikiano. Kwa hiyo, ili maisha yetu yaongozwe na Roho Mtakatifu, unahitaji ushirikiano. Ushirikiano. Lakini hapo hapo unaweza kuwa mwana maombi sana
bado una uhusiano wako na Mungu ukawa dhaifu. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Ninaomba sana, yaani ninafunga kweli, ninaomba kuliko kawaida, yaani wapendwa, yaani mimi silagi, wiki nafunga mara 2. Na hata wale walisema mimi nafunga, natoa sadaka, nafanya matendo mengi mema, mimi sio kama fulani. Na si ajabu kuna namna unavyofananisha na kujilinganisha na wana maombi wengine. Unajiona kama unayeomba sana, lakini nguvu ya maombi unayoyaomba na hali ulionayo wewe hoi. Hoi. Kwa nini? Amani na wale unaoishi nao. Nimesema sana, anda taratibu. Amani na wale unaoishi nao. Ngoja kwanza. Imani ya Kikristo, imani ya Kikristo sehemu ya 3 inasema, na muamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu la Kikristo lililo moja tu, ushirika wa Roho Mtakatifu. Ushirika wa Roho Mtakatifu na ondoleo la dhambi, kufufuliwa kwa mwili na uzima wa milele. Watu wengi kwenye hicho kipengele wanakisema kama kasuku, ushirika wa Roho Mtakatifu. Na wengine hawatamki ushirika. Fahamu, huo ni ushirika, sio usharika. Usharika na ushirika ni vitu viwili tofauti. Ushirika ni ushirikiano. Kwa tunapozungumza na ushirika wa Roho Mtakatifu, ushirika, alafu anasema ngoja kwanza, na muamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu. Kanisa takatifu, shika hilo. Tutazungumza hivyo vitu viwili. Alafu anasema na ushirika. Kuna kanisa takatifu na kanisa si usharika. Kanisa ni kundi la waaminio wanaomkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Ni kanisa. Anasema juu ya kanisa takatifu. Kanisa hilo takatifu lililo ndani ya ushirika, maana yake pamoja na kwamba wako wengi, pamoja na kwamba ni madhehebu mengi, pamoja na kwamba ni watu wengi, lakini kilichozaliwa ndani ya watu hao ni ushirika. Ili ushirika huo uwe na nguvu, anasema hivi, kuwa na amani na unaishi naye. Sasa sikiliza. Ni ngumu kuwa na ushirika na Roho Mtakatifu na ushirika wa watakatifu haupo. Sasa naomba udake vizuri. Ni ngumu kuwa na ushirika na Roho Mtakatifu na ujawa na ushirika na watakatifu. Fahamu, Roho Mtakatifu anaingia kwa washirika, anaingia kwa kanisa. Na anapoingia kwa kanisa, kitu cha kwanza Roho Mtakatifu anachoingiza kwa watu,
waliomkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, kwenye lile kanisa wanapojazwa kipawa cha Roho Mtakatifu moja kwa moja wanajazwa ushirika. Wao wanakuwa kitu kimoja. Wanapoingizwa kwenye ushirika huo, wanakuwa kitu kinachoitwa mwili wa Kristo. Sema amina. Kama tumeingizwa kuwa mwili wa Kristo, maana yake Kristo, sisi ni viungo vya Kristo. Na kama tumekuwa viungo vya Kristo, ni lazima viungo vilivyo kwenye mwili viwe na ushirika. Nisikilize vizuri. Wakati ninaponyosha mkono huu, kuna ushirika wa mkono huu na kilichoko hapa kwenye ubongo. Ule ushirika wa mkono huu na kichwa hapa kwenye ubongo unakatika. Sasa sikiliza vizuri na kwenda hivi. Wakati kama kanisa walioko ndani ya ushirika wa Roho Mtakatifu, unapoondoka kwenye uhusiano wako na yule mliounganika mkawa mwili wa Kristo, tayari wewe ushirika wako na Mungu umekatika. Na kama ushirika wako na Mungu umekatika, moja kwa moja ushirika wako na Roho Mtakatifu haupo. Na moja kwa moja wakati utakapoomba, hutakaa umuone Yesu. Ebrania 12:14 anasema. Ebrania 12:14 anasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Roho Mtakatifu anaweka utakatifu ndani yetu, na ni lazima Roho Mtakatifu akufanye kuwa mtakatifu. Tutakwenda kwenye hicho kipengele baada ya kumaliza hiki ninachokifuata. Sasa ni ngumu kusema ninaingia kwenye maombi niimarishe ushirika wa Roho kama yule unaishi naye kama viungo vya Kristo hamna ushirika. Kitu kitakachofanya ushirika wa Roho Mtakatifu uwe na nguvu juu ya watu, ni lazima wale watu wanaomkiri Yesu wawe na ushirika utakaotangazia mataifa ya kwamba watu hawa ni watu waliotokana na Kristo. Na kama wametokana na Kristo, ni lazima wamfananie Kristo. Na kama wamemfanania Kristo, lazima watembee na Kristo na matendo yao yawe ya Kristo. Ni sehemu ngumu sana. Na ndio sababu anasema tafuta kwa bidii. Hakuna kitu ambacho Mungu amesema tafuta kwa bidii kama anavyosema tafuta kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Sikiliza, unapopoteza ushirika na mwenzako unaishi naye, amani yako inakuwa haipo. Niseme hivi, hujawahi kukutana na Mungu kama unavyokutana na ndugu yako. Na ndio sababu tutakuja kupita kwenye kipengele hicho. Biblia inasema huwezi kusema unampenda Mungu na huko ndugu yako unamchukia. Anamaanisha nini? Tutakuja kuzungumza habari ya upendo baadaye tutakapokuja kuendelea na masomo yanayoendelea. Lakini anamaanisha hivi, huwezi kusema na kwenda kwa Mungu maadamu wewe na mwenzako ambaye ndio mmejenga ushirika wa Roho Mtakatifu kwa kuingiliwa na Roho Mtakatifu kuingia ndani yenu, alafu kawafanya kanisa moja la Kikristo ambalo limeunganishwa na Roho Mtakatifu, alafu mseme mtamuona Mungu. Huwezi. Sasa nini cha kukazana ile ule ushirika wa Roho Mtakatifu ujae ndani yako, amani na yule unaishi naye. Wapendwa, haleluya. Watu wa Mungu, haleluya. Wangapi wana amani? Nipungie kama una amani huko liko. Hizi maiki namna gani? Shetani uachie kwa jina la Yesu. Uhusiano halisi kwa njia ya maombi ni lazima ukupe kumuona Mungu, na hapa
unaeleza vitu viwili vya msingi. Vitu viwili vya msingi. Jambo la kwanza, kuwa na amani na watu wote. Kuwa na amani na watu wote. Naomba niende kuwa na amani na watu wote. Zaburi ya 34 mstari wa 14 anasema, uache mabaya, ukatende mema, utafute amani, ukaifuatie. Sikiliza, kufuatia ni kufuatilia kitu. Kufuatilia kitu, unaifuatia. Leo hakuna watu wanaofuatia amani. Na anasema hivi, anaanza kwa kusema hivi, uache mabaya. Mabaya unamtendea nani? Ulivyomtendea yule unaishi naye, ule ulioko naye, unamtendea mabaya, unamtendea Mungu. Na siku zote fahamu, unapomtendea mwenzako hila, ndicho umemtendea Mungu. Na amani inakosekana kwako hata ukikutana naye, unatafuta kichochoro cha kupitia, maana huna amani ya kupishana na huyo ambaye umetofautiana naye. Sasa amani hiyo inakuambia acha mabaya, tenda mema, tafuta amani, uifuatie. Unaifuatiaje? Kila wakati, hata kama yuko anayetaka kujitenga na wewe, wewe fuatia. Endelea kurudisha amani, endelea kumleta karibu, ili amani ya Kristo iweze kuwepo kati yetu. Wapendwa, haleluya. Wapendwa, haleluya. Ndio sababu Mathayo anasema 5:8 anasema, Mathayo mlango wa 5 mstari wa 8, heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Haleluya. Watamuona nani? Sikiliza, ushirika wa Roho Mtakatifu, kitu kitakachokuthibitishia kwamba unao ushirika na Roho Mtakatifu ni maombi utakayoyafanya umuone Mungu. Kitu kinachofuta kutokumuona Mungu ni moyo kutokuwa safi. Na leo asilimia kubwa watu wengi hawana moyo safi. Na moyo huo safi unaokosaje? Una shida na ndugu yako, moyo wako si safi. Hata kama utakwenda kwenye maombi, hauna uhusiano mwema na mwenzako, halafu moyo wako unaumia kwa sababu ya fulani, hutakaa umuone. Ili umuone Mungu, moyo wako uwe safi, tafuta amani na ndugu yako, moyoni uwe safi. Haleluya. Leo wako waombaji wanaomba na wanasema wanahusiana na Roho Mtakatifu, lakini hawana amani na wenzao. Moyo wao si safi. Kila wakati kuna majeraha kwenye moyo. Anapomwangalia mwenzake, moyo unauma, anasikia kama kitu kinachopanda na yeye, alafu anakuambia ana ushirika na Roho Mtakatifu. Nisaidie kumwambia jirani yako, sahau. Sio mwambie kwa mzigo. Maombi yoyote lazima yaambatane na moyo mweupe. Maombi yoyote ni lazima yaambatane na moyo mweupe. Ili umuone Mungu, ushirika wako na Roho Mtakatifu uwe na nguvu. Rumi 12 mstari wa 18. Kama yamkini kwa upande wenu, mkae na amani na watu wote. Kama yamkini kwa upande wenu, mkae na amani na watu wote. Kwa upande wako muombaji, muamini, kaa na amani na watu wote. Watu wa nyumba yako, watu wa kazini mwako, kaa na amani na ndoa yako. Sikiliza, kama una amani na ndoa yako, lazima utasema uongo kwa mume wako. Tena akikuulizwa umetoka wapi, utasema nilikuwa nimetoka tu hapo dukani, lakini nimetoka kwenye maombi. Utamuonaje Mungu? Kaa na amani. Kaa na amani na ofisi yako. Timotheo wa pili 2:22 anasema. Timotheo wa pili 2:22. Lakini zikimbieni tamaa za ujanani, ukafuate haki na imani na upendo
na amani pamoja na wale wamwitao Bwana kwa moyo safi. Pamoja na wale wamwitao Bwana kwa moyo. Sasa wanakuja hapo wanamuita Bwana na huko umemwomba fulani sitaki hata kuonana na wewe. Wako wengine wanasema nakwenda kumwomba Mungu lakini alishamwambia jirani yake hata nikifa leo usije kwenye kaburi langu. Wako wengine wanaoomba wanasema leo fulani hata akipita mbele yangu nasikia kichefuchefu. Halafu naomba. Si ajabu unaweza ukawa kama kishetani fulani kwa watu wanaoomba, halafu na adui akaenda akaleta matatizo katikati ya watu wanaoomba. Paulo anasemaje? Lakini zikimbieni tamaa za ujanani, ukafuate haki na imani na upendo na amani pamoja na wale wamwitao Bwana kwa moyo mweupe. Jambo la pili, utakatifu. Haleluya. Utakatifu. Nimesema tunazungumza mambo mawili hayo. Utakatifu, ushirika wa Roho Mtakatifu ni lazima ukutane na utakatifu, ndipo ushirikiano utakuwa na uhakika na nguvu. Nirudie. Ushirikiano wa Roho Mtakatifu ni lazima ukutane na utakatifu. Nisikilize. Ushirikiano wa Roho Mtakatifu, huyo anayeshirikiana na Roho Mtakatifu ni lazima uwe na utakatifu. Huo utakatifu ukienda ukakutana na ushirikiano wa Roho Mtakatifu, maana yake utakuwa na utakatifu. Ushirikiano wa Roho Mtakatifu unapokuja kwako uwe na ushirikiano. Ushirikiano wa Roho Mtakatifu hauji kwa sababu ya kelele na sauti inayotoka kwangu. Ushirikiano wa Roho Mtakatifu unakuja kwangu unapoingia ndani yangu ukutane na utakatifu weupe ulioko ndani yangu. Kama hakuna utakatifu ndani yangu, Roho Mtakatifu hawezi kuingia na hata kuwa na ushirika wowote na wewe. Anasema hivi, Nyakati wa Pili 20:21. Kitabu cha Nyakati wa Pili mlango wa 20 mstari wa 21. Naye alipokwisha kufanya shauri na watu, akawaweka wale watakaomwimbia Bwana na kumsifu katika uzuri wa utakatifu, wakitoka mbele ya jeshi na kusema, mshukuruni Bwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Nao walipokwisha kufanya shauri, akawaweka wale watakaomwimbia. Weka hapo nyingine inawezekana ukasema sio mwimbaji. Akaweka kwa wale waliomwamini. Akaweka kwa wale waliomkiri Yesu. Tena asema kwa uzuri na utakatifu, wakitoka mbele ya jeshi na kusema, mshukuruni Bwana. Haleluya, haleluya. Utakatifu unaleta uzuri na haki kati yetu, na hivyo tutamuona Mungu. Unaleta uzuri. Sikiliza, ninaweza nikawa na ubiri lakini sina uzuri wowote kwa Mungu. Ninaweza nikawa na uzuri kwako, maana hujanifahamu wala unifahamu chochote, na ukaona kama mafuta lakini niko hoi. Ni lazima utakatifu huo ulete uzuri. Na ndio sababu Efeso mlango wa 4 mstari wa 24, ninapenda maneno haya. Anasema, mkavae utu upya ulioumbwa kwa namna ya Mungu
katika haki na utakatifu wa kweli. Watu hawataji kuvaa utu upya, wako na utu wa zamani, na ubinadamu ukipanda, ule utakatifu wa Mungu unaondoka ndani yao. Ili ushirika huo uweze kuwa na nguvu, na ukifika huko uweze kushirikiana na uone uzuri utakaoendelea na mataifa uone uzuri huo, vaa utu upya ulioumbwa kwa namna ya Mungu. Ukishamaliza kuvaa huo utu upya, Roho Mtakatifu anaingia kukusaidia. Haleluya. Nisikilize. Wewe usije ukasema Roho Mtakatifu atanisaidia, alafu una chuki ya kufa mtu. Atakusaidiaje? Ana ushirika na wewe kwanza? Acha tu mtumishi, yani wananichukia watu, yani wananionea tu, siendi kwa mtu, sili kwa mtu. Ninajua Roho Mtakatifu atakusaidia. Una matatizo mwambie mwenzako na matatizo, tena makubwa. Wewe mwenyewe hata mtu ajikutazama, alafu na unavyofikiri anaona vitu vile tofauti. Sikiliza, maisha ya kiroho mtu alionayo si ya kusema kwenye kinywa. Maisha ya kiroho ulionao ni maisha yako takaoonekana kwa mataifa. Sikiliza, usije ukafikiri wokovu, kipimo cha wokovu wako ni Yesu anakwenda kupima pale kule mbinguni. Kipimo cha wokovu wako na ushirika wako na Roho Mtakatifu mataifa wanahitaji waone. Ngoja nikwambie, kipimo cha ushirika wa Roho Mtakatifu Mungu alikiona kwa kina Shadraka, Meshaki na Abednego wakati walitumbukizwa kule kwenye tundu la simba. Halafu ushirika wa Roho Mtakatifu uliokuwepo wakati waliposhusha watu watatu na mwana wa miungu akaonekana kule kule. Sema amina. Hivi wewe unapopita kwenye changamoto, mataifa wanaonaga mwana wa miungu ndani yako? Maana ndio ushirika uliokuwepo. Haleluya. Alafu alipoona kitu kile, nchi ikatangaziwa, Mungu anayestahili kuabudiwa ni Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego. Haleluya. Hivi ushirika wetu na Roho Mtakatifu unawezaje kusababisha mataifa wamuone Mungu wetu na wamkiri na wamfuate? Ushirika. Ndio sababu Rumi 8:26 anasema, kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui hata kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Haleluya. Sasa inawezekanaje Roho Mtakatifu akuombee na huku unamhuzunisha? Anapoangalia maisha yako na Roho Mtakatifu na utakatifu uliotakiwa uwepo kwako, hakuna kitu. Alafu umefika kwenye changamoto ngumu, ndio adui amekukalia hapa. Nasema Roho Mtakatifu atanisaidia. Hakusaidii ngo. Utakufa loko. Maana hakuna ushirika. Roho Mtakatifu mwenyewe amemhuzunisha. Tena anapotafuta angalao mawasiliano na uhusiano wako na yeye haupo, atakusaidia saa ngapi? Maeneo makuu ambayo Roho Mtakatifu anatusaidia katika maombi, sala, ikiwa ni njia muhimu ya ushirika naye, nitayataja haraka. Naomba Roho Mtakatifu, inaisha kweli, tuende haraka. Sema amina. Sisi tumekubaliana jamani, nafundisha zaidi Wangapi wananiambia ndio mtumishi? Wengine wamekataa. Sasa hata kama wamekataa, lazima tushindilie tu, kwa sababu siku hazitatosha. Piga mishale hata ya nusu kaputi, ya nani ya bodozi, iishie huko. Sema amina. Nienda haraka. Bado muda wangu upo kabisa. Saa zangu hata siwezi angalia. Kumbe naangalia ni bomu. Zimeshaisha. Tuende kazi.
Jambo la kwanza, kutupa nguvu ya kuishi maisha ya sala na maombi. Ushirika ule wa Roho Mtakatifu anatusaidia katika maombi, sala. Katika ushirika huo, jambo la kwanza, kutupa nguvu ya kuishi maisha ya sala na maombi kila siku. Yaani utakuwa mtu wa kuomba, tena hutachoka, maana una ushirika na Roho Mtakatifu. Wengi wanapenda zaidi waombewe na watumishi. Uhusiano wetu na Mungu unaimarika sio kwa kuombewa na wengine, bali kwa sisi kufanya mazungumzo, mawasiliano na Mungu. Yakobo 4:2 anasema, mwatamani wala hamna kitu, mwaua na kuona wivu wala hamwezi kupata, mwafanya vita na kupigana wala hamna kitu, kwa kuwa hamuombi. Hamuombi. Mwambie mwenzako, nenda kaombe sasa. Na Biblia Mathayo 7:7 akasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Lakini Yeremia 33:3 akasema, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyajua. Jambo la pili, Roho Mtakatifu anatusaidia kuomba jinsi ipasavyo. Hakuna mwanadamu anayeweza kuomba jinsi ipasavyo, lakini Roho Mtakatifu anatusaidia. Kwa hiyo hata kama unaona kuna nguvu ya kububujika kuomba inatokea kwako, si wewe unayefanya nguvu hiyo ya kububujika kuomba, ni Roho Mtakatifu ndani yako. Tulimzungumza jana, ndani yako anayekusaidia kuomba, na si wewe unayeomba, bali ni yeye anayeomba ndani yako. Wapendwa, haleluya. Wapendwa, haleluya. Ndio sababu Rumi pale juu tulisoma, anatusaidia udhaifu wetu, maana sisi wenyewe hatujui kuomba tupasavyo. Yakobo 4:3 akasema, hata mwaomba wala hampati, kwa sababu mwaomba vibaya, ili mvitumie kwa tamaa zenu. Si kuna watu wanaomba vibaya tu. Lakini jambo la tatu, anatusaidia kuomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Haleluya. Anatusaidia kuomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Waraka wa kwanza wa Yohana 5:14 na 15 nasema, na huu ndio ujasiri tulionao kwako, ya kuwa tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yako atusikia. Na kama tukijua kwamba atusikia tuombacho chote, twajua kwamba tunazo zile haja tulizomuomba. Unazo. Mwambie mwenzako zipokee. Jambo la 4, Roho Mtakatifu anatupa nguvu ya kuomba kwa muda mrefu. Haleluya. Unapewa nguvu ya kuomba muda mrefu. Bwana Yesu alipokuja, alikuwa anakaribia mateso, aliwachukua wanafunzi wake kwa ajili ya kuomba, na aliwasihi waombe na kukesha pamoja naye, ila walishindwa. Na moja ya kikwazo kikubwa kwa Wakristo ni kushindwa kuomba kwa muda mrefu. Mpaka Yesu anawauliza, mmeshindwa kabisa kukesha na mimi hata saa moja? Lakini Roho Mtakatifu atatusaidia kuomba kwa muda mrefu. Nenda kasome Mathayo 26:36 hadi 45. Jambo la 5, Roho Mtakatifu anatufunulia mambo ya kuombea kwa ajili yetu wenyewe, familia zetu, kanisa lake, taifa na hata mataifa mengine.
Wakati mwingine hatujapanga kabisa kufanya hivyo, ila kwa kumtegemea Roho Mtakatifu anatuongoza kuombea tena mambo sahihi na sawasawa na mapenzi ya Mungu. Zekaria 3:1 anasema, kisha akanionyesha Yoshua kuhani mkuu amesimama mbele ya malaika wa Bwana, na Shetani amesimama mkono wake wa kuume ili kushindana naye. Bwana akamwambia Shetani, Bwana na akukemee ewe Shetani. Naam, Bwana aliyechagua Yerusalemu na akukemee. Je, hiki si kiginga kilichotolewa motoni? Basi Yoshua alikuwa amevaa nguo chafu sana, naye alikuwa akisimama mbele ya malaika. Naye huyo akajibu akawaambia wale waliosimama mbele yake akisema, mvueni nguo hizi zenye uchafu. Kisha akamwambia yeye, tazama, nimekuondolea uovu wako, mimi nitawavika mavazi ya thamani nyingi. Mungu atakuvisha. Kitu cha kwanza atakachofanya, Roho Mtakatifu anayekusaidia atakuvua mavazi machafu. Wapendwa, ushirika wa Roho Mtakatifu na ukapita kwenye kanuni zinazotakiwa, Mungu Roho Mtakatifu atakusaidia na atakuvua mavazi machafu, alafu atakuvika mavazi meupe, mavazi yaliyo safi. Jambo la 6 na la mwisho, Roho Mtakatifu anazungumza nasi wakati wa maombi, kutoa maelezo au mwongozo wa mambo anayotaka tuyatekeleze. Basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Mungu atakutenga kama alivyomtenga Barnaba kwa kazi. Sasa ni kwa jinsi gani? Ni Roho Mtakatifu atatusaidia. Wapendwa, haleluya. Haleluya tena. Mwambie mwenzako, umesimama kwenye ushirika? Mwambie uko sawa sawa kwenye huo ushirika wa Roho Mtakatifu? Naomba Roho Mtakatifu atusaidie tujue ushirika huo, alafu tutengeneze ushirika mzuri kati yetu na Roho Mtakatifu. Mtumishi wa Mungu, ombea watu hawa, maana usipowaombea wataondoka kama watu ambao wamepungukiwa na kitu fulani. Lakini naomba Roho Mtakatifu atoe tu maombi atakao wasaidia waende na kitu kitakacho wafungua. Lakini ushirika wa Roho Mtakatifu ukawe ndani yako. Tafuta hiyo amani, tafuta huo utakatifu, tafuta ushirika huo uwe na nguvu. Kwa wale unaoishi nao uwe na moyo mweupe, ushirika huo ukawe na nguvu kwako, kwa jina la Yesu. Engare Nairobi, engare kijito cha maji